Baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa na wananchi nchini Rwanda wamepokea kwa hisia mseto kusainiwa kwa mkataba kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Washington. Wengi wanadai kuwa rais wa Marekani Donald Trump aliongoza zoezi la kusainiwa mkataba huo ana maslahi ya kiuchumi kwa Marekani na si amani ya mashariki mwa Kongo. Ni mkataba ambao ulisubiriwa kwa muda mrefu na kwa hamu kama tumaini la kipekee la kuvimaliza vita vya miaka 30 sasa mashariki mwa Kongo. Rais wa Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Kongo wakati saini mkataba kuzika tofauti zao. Hata hivyo, baada ya kusainiwa mkataba huu, wananchi wa Rwanda wanahisi nguvu za kusitisha mapigano na kuleta usalama mashariki mwa Kongo zinaelekezwa upande usiotakiwa, kwa kuwa wanaopigana ni serikali ya Kongo na waasi wa M23 na si Kongo na Rwanda. Jean Baptiste ambaye ni mwanasheria kitaaluma na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu anasema kusainiwa kwa mkataba ni vizuri, lakini kamwe hakuwezi kuleta suluhu. Nikimnukuu, anasema, "Unajua, kusaini mkataba ni kitu kimoja na kutekeleza ni kitu kingine. Nataka tutofautishe vitu viwili vinavyoendelea. Hayo yanayotokea ni kati ya Kongo na waasi wa M23 na si kati ya Kongo na Rwanda." Mwisho wa kumnukuu. Wakati haya yakiendelea, mapigano makali yanaendelea mashariki mwa Kongo, hasa kuelekea katika mji wa Uvira unaopakana kwa ukaribu sana na nchi ya Burundi. Ijumaa, baadhi ya waandishi wa habari upande wa Rwanda wanaoishi katika mpaka wa Rwanda na Burundi lakini karibu na Kongo wamesema kuna hali ya utulivu wakati M23 wakiendelea kuimarisha mikakati yake kwa kuongeza idadi ya wapiganaji kuanzia usiku kwa mkia Ijumaa. Jine Uwera ni mwandishi wa habari wa muda mrefu na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Anasema kwa kuwa M23 haijapewa kipaumbele, ni wazi kwamba mapigano hayo hayatasimama. Amesema mapigano hayawezi kusimama kwa sababu M23 haiko Washington na ni lazima Kinshasa iwe mwaminifu. Trump yeye anazingatia mambo ya kiuchumi. Mkataba huu baina ya Rwanda na Kongo unazitaka nchi mbili kusitisha uhasama mara moja kupitia kusitisha mapigano, lakini pia kuanzisha mchakato wa ushirikiano wa kiuchumi katika masuala ya madini yanayopatikana mashariki mwa Kongo.